Kwanza kabisa katika historia ya kuweza kuandika dira, na leo hii tunajadili bajeti ya kwanza inayokwenda kutekeleza dira ya 2050. Lakini niwapongeze mawaziri, Waziri Profesa Kitila na Waziri wa Fedha na manaibu kwa bajeti nzuri hii ya kwanza ambayo ni bajeti inakwenda kuonyesha mabadiliko makubwa katika kutekeleza shughuli za serikali yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti inayokwenda kutegemea sekta binafsi kwa 70%, bajeti inayokwenda kutegemea mapato ya ndani kwa 74%. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa bajeti hii unahitaji usiriasi na mageuzi makubwa kwenye sekta zote nchini. Ni bajeti ambayo inataka idara zote zikatafsiriwe kuwa ni idara wezeshi za sekta binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwelekeo huu, ili tuweze kufikia 70% ya kutegemea sekta binafsi, tunatarajia kila wizara itakwenda kutafsiri maono haya ya Mheshimiwa Rais na kuifanya sekta binafsi kuwa wezeshi. Nianze na sekta ya utambuzi wa bidhaa zetu, kwa sababu ili tuweze kufikia malengo haya lazima tuongeze uchakataji wa bidhaa zetu nchini, na tuchakate bidhaa zetu kule kule vijijini, maeneo ambayo tunajua tuna kilimo cha kutosha, tuna mabonde ya kilimo kama kwetu sisi kule Msalala, mabonde ya kilimo cha mpunga. Maeneo ukisema tunakwenda kuanzisha kilimo cha umwagiliaji kata ya Mwaruguru, bonde la Igundu, maana yake tunatarajia tunakwenda kuweka mashine za kuchakata mpunga na tupate mchele pale pale. Tukisema tunakwenda kuanzisha bonde la Chela, tunatarajia mashine za kuchakata mpunga ziwepo Chela, kama ambavyo tunafanya leo kwenye uchakataji wa madini. Tunachimba madini pale pale na tunachanjua pale pale, na hii itasaidia kupeleka uchumi wetu kwa wananchi kule kule wanakoishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, bidhaa hizi tutakapozichanjua, tutachanjua bidhaa nyingi sana kwa wakati mmoja. Ili kurasimisha bidhaa hizi, tunahitaji huduma ya barcode ifike kwenye maeneo hayo ya vijijini. Ili bidhaa hizi tutaweza kuziuza ndani na nje ya nchi. Lakini bidhaa hizi tunahitaji hiyo stamp duty kwenye bidhaa hizi ambazo kwa asilimia kubwa sasa hivi, kama ndugu zangu walivyosema, tunatumia kampuni hii ya CISPA. Sasa ni wakati wa kampuni hii ambao ni CISPA, kama ina operate kutoka nje, hatuwezi kufikia uchumi huu kama bado inafanyia kazi kutoka nje. Tunazo bidhaa chache sana ambazo mpaka sasa hivi zinagongwa stamp. Tumesajili bidhaa za vinywaji laini na vinywaji vikali peke yake. Tunakwenda kuongeza uzalishaji kwa kuchakata bidhaa nyingi zaidi. Lazima huduma hii ya stamp ipatikane ndani ya nchi na ipatikane kwa bei rahisi. Kwa hiyo ni wakati sasa wizara kuangalia ili bidhaa zetu ziweze kuuzika, zitambulike ndani na nje ya nchi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze serikali kutenga bajeti bilioni 38 kwa ajili ya kupima na kupanga ardhi nchi nzima. Na mimi nishukuru kwangu, angalau tumekwisha anza na vijiji 9 katika vijiji 92. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna sekta yoyote ya kiuchumi inayofanya kazi zake ambayo haitumii ardhi. Leo hii tunapozungumza
tunapotaka kwenda kutegemea 70% sekta binafsi, tunatarajia kwenda kutenga maeneo mengi zaidi ya uwekezaji, na yapatikane bila masharti magumu, na yapatikane kwa haraka ili kuweza kuchochea uwekezaji kwenye sekta binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumzie tu sekta kwa uchache, sekta ya mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi kunufaika kama taifa na sekta ya mifugo kama tutaendelea kutegemea kwa kiwango kikubwa tufuge ili tuuze nyama peke yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, thamani ya ng'ombe mmoja ambaye anauzwa mnadani milioni mbili akichakatwa kwa mazao yake yote, ng'ombe mmoja anatuzalishia shilingi milioni 5. Lakini tukumbuke, nitoe tu mfano Mheshimiwa Mwenyekiti, ng'ombe kwato zake ni biashara endapo tumefuga kitaalamu na tukachakata kitaalamu. Ngozi yake, bidhaa zake ni nyingi mno. Wenzetu West Africa paka ngozi wanatumia kama ni chakula, lakini ngozi yake, ngozi ya ng'ombe inatumika kama sehemu ya raw material ya dawa za maumivu. Lakini magari ambayo ni expensive duniani, finishing yake ya ndani ni ngozi tupu. Waheshimiwa wabunge, mnaendesha magari expensive hapa, mnaona zile dashboard nzuri. Ukikuta gari zuri zaidi, ile dashboard yake ni ngozi tupu. Sasa ili uweze kuprocess ngozi ya kuweza kutengenezea dashboard, unahitaji kufuga kisasa, unahitaji kuwa na ng'ombe ambao wanaweza kuzalisha thickness ya ngozi ambayo inatosha, ili uweze kuhakikisha sasa tunatengeneza uchumi wenye tija. Lakini jambo la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapotaka kutegemea uchumi wetu sekta binafsi, niombe serikali kidogo kidogo ianze kujitoa kwenye kufanya biashara. Mashirika ya umma ya serikali yapate private sector operators. Tukaribishe sekta binafsi isimamie kule ambako serikali imewekeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mazingira hayo, kwanza tutaondoa conflict of interest, lakini tutaongeza na kuleta tija katika maeneo ambayo serikali imewekeza pesa zake. Na sasa kwa sababu uwekezaji, kuna maeneo tumewekeza uwekezaji mkubwa sana. Nitoe tu mfano, kwa mfano kiwanda chetu cha viatu cha Kilimanjaro, serikali imewekeza bilioni 149, lakini kiwanda kina operate chini ya robo ya kapasiti yake. Na ni kwa nini? Kwa sababu bado tumekumbatia PSSF ina 84%, 16% ni jeshi la magereza wakioperate wale, na tunatarajia jeshi la magereza ndio awe mteja, yaani yule ndio mmiliki na yule ndio awe mteja. Haiwezekani, hatuwezi kufanya biashara. Mwisho wa siku, Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiweza kuingia kwenye mazingira hayo, tukiweza kukaribisha sekta binafsi, tutakusanya kodi kama serikali. Lakini niipongeze sana serikali yetu kwa kutenga 10%, kurejesha 10% ya mapato yanayotokana na biashara ya sekta ya madini kwa ajili ya utafiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwetu sisi ambao majimbo yetu yana uchimbaji mkubwa wa madini, jambo hili linakwenda kuwa suluhisho na mkombozi mkubwa sana kwa wachimbaji wetu wadogo wadogo.